Mheshimiwa wa Siasa Hub, karibu na asanti kwa kusubscribe na kutufollow. Ningependa leo tuchambue na kudadisi njia ya kipekee ya mbunge wa Kiharu ambaye ni Ndindi Nyoro na mwelekeo wake wa kisiasa, ikizingatiwa kwamba leo ameitisha mkutano wa faragha akazungumza na wanahabari kuhusiana na mambo ambayo ni tata. Kumbuka kwamba wengi wamekuwa wakimcastigate kuhusu kukosa kwake katika bunge wakati ambapo mswada wa fedha mwaka 2026 mwaka 2027 ulikuwa unapigiwa kura. Isingatiwe kwamba zaidi ya wabunge 180 walikuwa wamekosa bunge. Actually, to be specific, wabunge 189 walikosa katika kikao cha kupigia kura mswada wa fedha mwaka 2026-27. Isingatiwe kwamba pia wabunge 44 walipiga kura ya kukataa mswada, huku pia wabunge 122 wakipiga kura ya kuunga mkono mswada wa fedha. Miongoni mwa wale ambao walipiga kura ya kuunga mswada ni ikiwemo mbunge ambaye ni pia ni majority leader ambaye ni Kimani wa Ichung'wah, Silvanus Osoro, Javeth Nyakundi na vile vile miongoni mwa wabunge wengine wengi, yule wa Molo na wengine wengi, na vile vile miongoni mwa wale ambao waliukataa kupinga mswada ni kama mbunge Anthony Kibagendi, Clive Gesairo, Babu Owino, Caleb Amisi, miongoni mwa wabunge wengine wengi ambao waliupinga mswada wa fedha mwaka 2026-27. Pia kuna wale ambao walikosa katika vikao wakati wa mjadala na kupiga kura kwa mswada huu ambao ulipitishwa na kuwekwa saini na Rais Ruto na ukakuwa sheria. Ndindi Nyoro ni mmoja wa wale ambao walikosa. Ameomba msamaha wa Kenya akisema kwamba alikuwa na faragha ambayo haingemruhusu kuwa bungeni wakati ule wa mswada. Pia Stephen Leto amemuuliza swali kwamba yeye yuko wapi? Yuko one term ama yuko two term? Ameweka bayana kwamba hayumo katika chama cha UDA, hayumo. Ameweka bayana. Hii ni baada ya swali jingine kuulizwa kwamba yeye ni mole wa the government, lakini ameweka bayana kwamba yeye kwa sasa haungi mkono sera na chama cha UDA. Lakini wakamuuliza, basi kama haungi mkono UDA, unaunga mkono wa Mnyoro DCP? Hakujibu. Akajibu kwa njia ambayo ni tatanishi. Akasema Wakenya wampe wiki 3 ama 4 atatangaza rasmi msimamo wake. Ina maana kwamba 1 month from now huenda Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro akapeana rasmi msimamo wake wa kisiasa na chama chake cha kisiasa na vile vile kile ambacho anabania kuania mwaka wa 2027. Sasa swali likaja. Gavana wa Murang'a ambaye ni mheshimiwa wa Barua Irungu Kang'ata, yeye alijiunga rasmi na ile timu ya Linda Mwananchi, lakini akiwa katika interview moja runinga ya Citizen wakiwa na JK Jeff Koinange, alisema bayana kwamba sasa hivi Mlima Kenya mtu yeyote ambaye atasimama na chama cha UDA ataanguka asubuhi mapema. Na ni ishara ambayo imeonekana katika eneo la Mlima Kenya by the way, kwa sababu ukiangalia uchaguzi wa Mbeere North ulifanyika, serikali ilitumia mamilioni ya pesa just in one constituency. Hata kama walishinda, hawakushinda kihalali. Naangalia pale Olkalau, ni bayana kwamba DCP itachukua kiti chile cha Olkalau, lakini tutangoja tuone. So ina maana kwamba matamshi ya Irungu Kang'ata huenda yakawa ni kweli. Kwa upande mwingine huenda yakawa ni kweli kwa sababu kwa kweli eneo lile la Mlima Kenya limemtema Rais Ruto. Na karata ambazo Irungu Kang'ata amekuwa akicheza
tangia akiwa seneta. Mahala ambapo Irungu Kang'ata anaenda, hapo ndio kuna uongozi. Mahala ambapo Irungu Kang'ata anaenda, hapo ndio kuna uongozi. Na pia Irungu Kang'ata alisema kwamba Linda Mwananchi ingemuunga mkono yule ambaye ni wa Munyoro. Ina maana anaona mahala ambapo labda uongozi upo. Sasa these 3 to 4 weeks ambazo tumempea Ndindi Nyoro, huwa amebania kuingia wapi? Kumbuka eneo la Mlima Kenya kuna vyama viwili vikuu ambavyo mtu anaweza ingia. Moja, DCP imekuja juzi, lakini ina mshiko na ina nguvu zaidi eneo la Mlima Kenya. Pia eneo la Mlima Kenya kuna chama cha Jubilee ambacho kinaongozwa na aliyekuwa rais wa 4 Uhuru Muigai wa Kenyatta, ambaye pia ana usemi mkubwa eneo lile la Mlima Kenya. Sasa Ndindi Nyoro ana maamuzi mawili. It's either ajiunge na Wamunyoro DCP party or ajiunge na Jubilee party ambayo inaongozwa na His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta. Hayo tu ndio maamuzi mawili anayo, ama aunde chama kingine kipya. Hizo ndizo tu njia ambazo Ndindi Nyoro mbunge wa Kiharu anazo, kwa sababu akijaribu kuingia UDA nadhani atakuwa anajimaliza kabisa kisiasa. Politically he will be killing and committing suicide politically. So we're trying to figure out of these two camps, which is the best for Ndindi Nyoro? That is the question. Katika hizi hema mbili, katika haya makambi mawili, ni kambi hipi ambayo inamfaa zaidi Ndindi Nyoro? Na kuuliza kama mtazamaji wa Siasa Hub. Hapa tunachambua tu pole pole. Maoni yako pia yatasikika. Ndiposa huwa nakwambia kila siku follow, na vile vile wacha notification, weka notification ikuwe on, pia uandike comment yako hapo, ndio hiyo comment yako itutengenezea video nyingine. Ukiangalia hizi hema mbili za eneo la Mlima Kenya, DCP, Democracy for the Citizens, and the Jubilee Party, which is the best camp for Ndindi Nyoro? Kambi ya Wamunyoro ama kambi ya Matiang'i? Nataka nijue kwa mtazamo wako wewe, mtazamaji wa Siasa Hub, unaona ni kambi gani nzuri zaidi ya nyingine? Niachie ujumbe, nitausoma, pia utanitengenezea video ambayo inakuwa